Kwa majina naitwa Mhifadhi Mwandamizi Baraka Mtewa, ambaye pia ni mhifadhi wa misitu wilaya ya Kisarawe. Wilaya ya Kisarawe tunasimamia misitu mikubwa miwili, ambao msitu wa kwanza ni wa Pugu Kazimzumbwi na msitu wa pili ni wa Ruvu Kusini. Msitu wa Ruvu Kusini una zaidi ya hekta 30,000 na ni msitu ambao unakuwa ni kijani kwa mwaka mzima. Lakini pia msitu wa mazingira asilia Pugu Kazimzumbwi ni msitu, tunasema ni msitu wa mazingira asilia kwa maana kwamba tunatunza uhalisia wake. Na msitu huu una zaidi ya hekta 8965 ambazo zimeweza kukava, ni muunganiko wa misitu miwili ambao sasa hivi ni wa Pugu pamoja na Kazimzumbwi. Kuelekea katika maadhimisho ya siku ya upandaji miti kitaifa na lakini pia siku ya misitu duniani, sisi kama wilaya ya Kisarawe tumejipanga vema kuhakikisha tunaadhimisha siku hiyo kwa kupanda miti katika shule ya sekondari Kisarawe, ambapo mnamo siku ya tarehe 21 mwezi wa 3 2025 tunatarajia kuelekea katika shule ile kuweza kupanda miti. Na katika kuadhimisha pia siku hiyo tunatarajia kutoa huduma mbalimbali katika maeneo yetu ya misitu hususani katika msitu wetu wa Pugu Kazimzumbwi ambapo tutakuwa tunaendelea kutoa huduma za kiutalii. Lakini pia katika kwenye eneo la upandaji miti tunatarajia kutoa elimu kwa wananchi, kwa sababu ule upandaji miti utaenda kuhusisha utoaji wa elimu kwa wananchi ambao wanazunguka lile eneo. Na tunasema au tunahamasisha wananchi wapande miti kwa sababu miti ndio uhai wetu sisi. Endapo miti itakosekana katika mazingira haya, manake hata sisi binadamu ambao tunaishi katika maeneo haya hatutaweza kuendelea kuishi, kwa sababu miti inatunza vyanzo vya maji, lakini pia ndio makazi ya viumbe mbalimbali hususani nyuki ambao wanatumika katika uchavushaji wa mimea yetu. Na sisi wataalamu tunasema kwamba endapo ikatokea nyuki wakakosekana katika mazingira yetu, basi maisha yetu sisi wanadamu yataishia au hayatakuwa ya muda mrefu, kwa sababu mimea mingi ambayo tunaipanda inazalisha matunda au tunapata mazao kwa sababu kuna mdudu nyuki amefanya uchavushaji. Kwa hiyo tukitunza mazingira tunafanya wadudu wengine hawa waendelee kuwepo na sisi maisha yetu yaweze kuendelea kuwa mazuri. Lakini tukiharibu mazingira, maana yake ni kwamba na sisi maisha yetu yatakuwa mafupi. Hasa ukizingatia hata Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa ni muumini mkubwa wa utunzaji wa mazingira. Amekuwa na kauli yake mbiu moja akisema kwa kawaida mazingira ukiyaharibu huwa yanakupa adhabu au yanakuadhibu mpaka pale ambapo utakuwa rafiki wa mazingira. Kwa hiyo mimi nitumie nafasi hii kuwahamasisha wananchi katika maeneo tofauti tofauti ndani ya wilaya yetu ya Kisarawe, lakini pia nje ya wilaya yetu ya Kisarawe, kwamba tuendelee kutunza mazingira, tutunze misitu kwa kupanda miti mipya, lakini pia tutunze miti ambayo ipo, tusikate hovyo, ili misitu hii iweze kuendelea kutoa huduma za kiikolojia, tupate mvua ya kutosha, lakini pia tuhakikishe tunapata mazao ya chakula ya kutosha. Uhifadhi wa misitu, unaweza kutuelezea faida ambazo zimepatikana? Tumepata faida nyingi sana katika kipindi hiki, hususan kwa mfano cha miaka 4 ya Mama Samia. Hali ya uhifadhi imeongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan toka kipindi akiwa ni makamu wa rais amekuwa ni mdau mkubwa sana wa utunzaji wa mazingira, na hata baada ya kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameendelea kuwaasa na kuhamasisha wananchi kutunza mazingira. Maana yake ni kwamba hata sisi wahifadhi ambao tunapambana kuhakikisha mazingira haya tunayatunza, tunapata nguvu kubwa sana kutoka kwa Mheshimiwa Rais. Na tunasema Mheshimiwa Rais ndio mhifadhi nambari 1 kwa nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo baada ya utunzaji kuimarika, tumepata matokeo mengi sana. Kwanza katika wilaya yetu mfano ya Kisarawe tumekuwa tuna uhakika kupata mvua mara 2 kwa mwaka, lakini pia kwa kuwa uhifadhi umeimarika, msitu wetu huu wa Pugu Kazimzumbwi ambao tupo leo hii umepandishwa hadhi na kuwa msitu wa mazingira asilia, na hatimaye kuweza kuutumia msitu huu katika shughuli za utalii ekolojia, ambapo tukiangalia mwenendo ndani ya miaka 4 ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan imekuwa ni maendeleo mazuri sana, kwa sababu idadi ya watalii imeongezeka mwaka hadi mwaka, lakini pia mapato ambayo tumekuwa tukikusanya kutokea chanzo hiki cha utalii
yamekuwa ni mapato mengi sana. Mfano kwa mwaka wa fedha ulioisha wa 2023-24 tumeweza kukusanya shilingi milioni 225 katika shughuli za utalii. Kwa hiyo tunaona kwamba uhifadhi ukiendelea kuimarika, maana yake tuna uwezo wa kupata mapato zaidi kupitia shughuli za utalii badala ya kutegemea kukata miti au kupata mkaa na kupata mapato. Kwa hiyo tunahamasisha watu waweze kutembelea msitu wetu wa mazingira asilia Puka Mzumbwi, waweze kujionea vivutio mbalimbali ambavyo vinapatikana katika ukusanyaji wa mapato ambao mnafanya katika msitu huu wa Pugu. Labda kuna kitu chochote ambacho mnarudisha kwa jamii? Tumekuwa tukishirikiana, ukiachana na sisi upande wa serikali, tumekuwa tukishirikiana na wadau mbalimbali kuweza kurudisha kwa jamii. Cha kwanza tumekuwa tukitoa miche ambao tumekuwa tukigawa kwa wananchi wapande kwenye maeneo yao ili kupunguza kasi ya uvamizi kwenye maeneo yetu ya hifadhi. Wapande ili kama ni swala la kuni waweze kupata kwenye maeneo yao. Lakini pia tumekuwa tukishirikiana nao katika shughuli za maendeleo. Pale ambapo wanakuwa na mradi tumekuwa tukiwasihi watushirikishe kama wanajamii tunaozunguka maeneo yao ili sisi tuweze kuwachangia pia, iwe ni bati au kitu kingine ambacho wao watakuwa wamekiomba. Lakini jukumu lao la kwanza ni kuibua mradi na kutushirikisha sisi kama wadau wa maeneo au tunaozunguka lile eneo. Kwa hiyo tumekuwa tukishirikiana vizuri katika kuhakikisha kwamba kuna kiasi fulani kinarejea. Mfano sasa hivi tuna mradi ambao unaendelea ambao tuna ufadhili wa UNDP ambao una kipengele cha kuboresha maisha ya wananchi wanaozunguka maeneo haya, ambao tumepanga kutoa mizinga, lakini pia tumewaambia wakiibua miradi mingine kama ufugaji kuku na inaweza kufadhiliwa kupitia mradi huu ambao unafanyika kwa ufadhili wa wenzetu wa UNDP wakishirikiana na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Changamoto zozote ambazo zinajitokeza katika uhifadhi wa misitu na mipango na mikakati mlionayo katika kufanya misitu kuwa endelevu katika eneo hili la Ni kweli changamoto hazikosekane kwa sababu msitu huu upo karibu na mjini na unapakana na jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo wananchi kama tunavyojua ardhi haiongezeki, bali sisi wanadamu ndio tunaoongezeka. Kwa hiyo pressure ya uvamizi wa maeneo haya imekuwa ni kubwa kwa shughuli mbalimbali ikiwemo kuchoma mkaa, kukata kuni, lakini pia kutafuta maeneo kwa ajili ya ujenzi wa makazi. Kwa hiyo jitihada ambazo zinaendelea mpaka sasa hivi, cha kwanza ni kuendelea kutoa elimu kwa wananchi kwamba watambue kwamba tunavyosema eneo ni la hifadhi linahifadhiwa kwa maslahi ya kizazi cha sasa na vizazi vijavyo. Kwa hiyo tunawahamasisha wasio wa binafsi kwa kujiangalia kizazi kilichopo sasa hivi, bali wafikirie miaka 30 ijayo kizazi kitakachozaliwa kitapata nini au kitapata huduma gani kupitia huo msitu. Jitihada ya pili ambayo tunaenda nayo ni kuhakikisha kwamba tunafanya doria za mara kwa mara katika maeneo yetu ya hifadhi, ambapo tuna vikosi vya doria ambao vinazunguka mara kwa mara katika misitu hii kuhakikisha kwamba wale wachache ambao wanakiuka taratibu tuweze kuwachukulia hatua ili vizazi kitakachozaliwa baadaye kiweze kunufaika kupitia misitu hii ambayo ipo kama sisi tunavyoendelea kufaidi tuliopo sasa hivi. Lakini pia jitihada nyingine ni kuendelea kufanya upandaji miti kwenye maeneo ambayo hayana miti. Tunajua msitu huu miaka 4 kuanzia 2021 hapa kulikuwa na uharibifu mkubwa. Kwa hiyo baada ya uharibifu ule serikali ilichukua hatua za kufanya doria kubwa na kuweza kuwatoa wale wavamizi. Kwa hiyo kuna baadhi ya maeneo bado hayaweza kuwa na miti ya kutosha. Kwa hiyo tumekuwa tukipanda miti katika maeneo tofauti tofauti, kwa maana tunaita gap filling, kwa maana ile maeneo ambayo hana miti tumeenda tukienda kupanda. Na miti tunayoipanda katika maeneo haya ni miti ya asili pekee, kwa sababu msitu huu ni msitu wa mazingira asilia. Kwa hiyo miti ambayo inapaswa kuwepo katika maeneo haya ni miti ya asili pekee yake, ili isiweze kutuharibia vyanzo vyetu vya maji ambavyo vinapatikana katika msitu huu, lakini pia iweze kuendelea kutoa huduma zake za ekolojia zilizo. Wito wako na neno lako katika kuelekea siku ya misitu duniani kwa wananchi wa wilaya ya Kisarawe. Kuelekea siku ya misitu duniani na siku ya upandaji miti kitaifa ambayo kitaifa itafanyika mkoani Njombe siku ya tarehe 21 mwezi wa 3 2025, ambapo mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa. Kauli mbiu ya mwaka huu kimataifa tunasema misitu na chakula. Lakini sisi kitaifa tunasema kwamba ongeza thamani ya mazao ya misitu na uendelevu wa rasilimali za misitu kwa kizazi hiki na kizazi kijacho. Nitoe rai kwa wananchi kama kauli mbiu inavyosema,
tuongeze thamani ya mazao ya misitu. Tunaongezaje thamani? Kwamba tusitegemee kukata miti tukaishia kuchoma mkaa. Tuna uwezo wa kupasua miti tukapata mbao, zile mbao zikatengeneza thamani nyingine. Lakini pia tufanye ukataji wa miti au uvunaji ambao ni endelevu. Miti ambayo inapaswa kuvunwa ni ile ambayo imefikiwa kiwango cha kuvunwa. Sasa kuelekea kwenye siku hii ya upandaji miti, ni wahamasishe kwanza wananchi wa wilaya ya Kisarawe tushiriki kesho siku ya tarehe 21 mwezi wa 3 2025 katika upandaji wa miti ambao utafanyika katika shule ya sekondari ya Kisarawe, ambao tunatarajia mgeni rasmi katika shughuli hiyo atakuwa Mheshimiwa Petro Magoti ambaye ni mkuu wa wilaya ya Kisarawe. Na toka tumeanza msimu huu wa mvua, mwitikio wa wananchi umekuwa ni mkubwa, na tumeendelea kutoa miche katika kitalu chetu ambacho tulichonacho katika msitu huu wa mazingira asilia Puka Zimzumbwi, ambapo wananchi wamekuwa wakija kuchukua miti wakienda kupanda kwenye maeneo yao. Na kwa kuwa miche bado ipo, ni wakaribishe wananchi waweze kuja kuchukua miti, waweze kwenda kupanda katika maeneo yao ili kuweza kuboresha mazingira yetu, na mazingira yetu haya yaendelee kuwa rafiki kwa makazi yetu sisi, lakini pia yaweze kuwa rafiki kwa kizazi kijacho ambacho tutatarajia kukipata mbeleni hapo. Ndio. Kwa wilaya yetu ya Kisarawe, kwanza tuna furaha, tuna kiwanda ambacho kimejengwa cha mkaa mbadala ambacho cha STAMICO ambacho tayari wameshaanza uzalishaji. Kwa hiyo ambao sasa tunahamasisha wananchi waweze kutumia nishati mbadala, mkaa mbadala ambao unaweza kutupunguzia kasi ya ukataji wa miti katika maeneo yetu. Kwa sababu wananchi tule wengi tunatumia mkaa na kuni ambao tunapoteza rasilimali kubwa katika shughuli za kupika. Kwa hiyo ni wahamasishe twende tutumie mkaa mbadala ambao unazalishwa katika wilaya yetu ya Kisarawe, na panapo majaliwa siku ya kesho tunaweza tukabahatika kuona ambao STAMICO watatuletea katika maeneo yetu. Lakini pia katika siku ya Mwenge tarehe 3 mwezi wa 4 tutakuwa na banda na kutakuwa na container ambalo linakuwa na mkaa mbadala ambao tutawaonyesha wananchi na kuhamasisha waweze kutumia mkaa huo mbadala. Asante.